Baada ya kuahirishwa kwa mchezo kati ya Young African na Simba Sports Club ambayo ilikuwa ni dabi ya Kariakoo iliyotakiwa kupigwa tarehe 8 ikiwa ni mwezi wa 3 mwaka 2025, wadau wengi wa soka wamejitokeza na kuhoji ni kanuni ipi TFF wameitumia kuahirisha mechi hiyo na kusema wataipangia tarehe nyingine. Kanuni iliyotumika na TFF kuahirisha mechi hiyo imewekwa wazi, na kanuni hiyo imeeleza kinagaubaga ni sababu zipi ambazo zinaweza kupelekea kuahirishwa kwa mchezo. Katika kanuni ya 34 kuna vipengele kadhaa vimeelezewa kuhusiana na sababu ambazo zinaweza kupelekea kuahirishwa kwa mchezo. Na katika vipengele hivyo ipo sababu ambayo imetumiwa na TFF. Kwa haraka nitakupitisha katika vipengele ambavyo kanuni ya 34 imevitaja kuwa hizo zinaweza zikawa sababu za kuahirishwa kwa mchezo wote. Katika kanuni ya 34 inaeleza habari za kuahirishwa kwa mchezo. Kanuni hiyo inasema mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya zifuatazo. Sababu yoyote kati ya zifuatazo. Sasa katika kanuni ya 34 kipengele cha 1.1 kinasema endapo timu ya taifa ina mchezo. Kwa endapo timu ya taifa ina mchezo, basi mchezo unaweza ukaahirishwa. Kipengele cha 1.2 kinasema endapo timu inashiriki katika mashindano ya kimataifa na ina muda usiozidi siku 3 kufika mchezo wa kimataifa. Kwa hiyo nao ni sababu ya kuahirishwa kwa mchezo. Kipengele cha 1.3 kinasema sababu ya dharura au yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Nairudia hii ya 1.3. Sababu ya dharura au na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Hapa nitakusomea zote alafu kisha tutachambua ipi ambayo TFF walitumia kuahirisha mechi ya Yanga na Simba. 1.4 anasema endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu. Hii kitaalamu inaitwa force majeure. Yaani yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika, mfano kama volcano, tetemeko, na mambo mengine kama hayo. Sasa 1.5 inasema endapo wachezaji wasiopungua 3 wa klabu moja wataitwa kushiriki mchezo wa timu ya taifa. Sasa swali la kujiuliza, TFF walitumia kanuni ipi kuzuia ama kuahirisha mchezo wa Yanga na Simba ambayo ilikuwa ni dabi ya Kariakoo, dabi iliyokuwa inatakiwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Ni kwamba kanuni iliyotumika ni kanuni ya 34 kipengele cha 1.3. Katika kanuni hiyo 34 kipengele cha 1.3 kinasema sababu ya dharura au sababu ya dharura au yenye msingi itakayokubaliwa na TFF. Sasa Simba Sports Club wametoa sababu yenye msingi ambayo imekubaliwa na TFF. Na kwa sababu kanuni ya 34 inaruhusu TFF kuahirisha mchezo ikiwa sababu zilizotolewa ni zenye msingi zinazokubaliwa na TFF, wanayo haki kikanuni, sio kwa maamuzi, kikanuni kuahirisha mchezo. Sasa ni kwamba watu wengi wamekuwa wakiangalia kanuni zingine lakini wanasahau hii kanuni ya kuahirishwa kwa mchezo, kanuni ya 34 1.3 ya sababu ya dharura au yenye msingi inayokubaliwa na TFF. Na TFF walitoa maelekezo ya kina wakisema kwamba kutokana na taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo mbalimbali kwenye klabu, kwa afisa usalama wa uwanja na sehemu nyingine, wamejiridhisha na hivyo wameona hawezi kutatua kwa haraka kama ilivyokuwa inatakikana, na hivyo wameamua kusogeza mbele ili haki itendeke. Kwa hivyo sababu zilizotolewa na klabu ya Simba zimeonekana zina msingi ambazo zinakubaliwa na TFF. Kwa hiyo kwa sababu TFF ni chombo chenye mamlaka ya kuamua, hivyo hakuna sababu ya kuzungumza hili na lile. Nimeona wachambuzi wengi wakizungumza wakieleza kwamba kanuni ipi sijui hizi timu kubwa zinabebwa, lakini kanuni ya 34 1.3 imewekwa na hakuna mtu ambaye aliwahi kuipinga kabla ya huu mchezo. Kwa hiyo lazima iendelee kutumika na hakuna namna yoyote ya kuweza kukwepa.
Na ikiwa mchezo utasogezwa mbele na tarehe ikapangwa kwa mjibu wa kanuni za ligi yetu, na klabu yoyote ikashindwa kufika uwanjani, kama ambavyo klabu ya Yanga inasema yenyewe haitashiriki katika dabi tena kwa mwaka huu au katika msimu huu, basi ni wazi kuwa klabu ya Yanga itakuwa na makosa, kwa sababu itakuwa imekeuka kanuni, kwa sababu kuahirishwa kwa mchezo huu kumewekwa kikanuni. Na hivyo kama kuna lolote ambalo litatokea kwa kuzingatia kanuni hizi, basi timu itakayofanya makosa kufuata kile ambacho kitakuwa kimeelekezwa na TFF, basi klabu hiyo itaadhibiwa kulingana na kanuni zinavyotaka. Na ikiwa TFF itatoa tarehe nyingine kwamba mchezo utachezwa, Simba ikafika kama TFF itakavyokuwa imeeleza, halafu Yanga isifike, basi kanuni zitakuwa zinachukua mkondo wake, kama ambavyo inaelezwa katika kanuni kwamba kama timu itashindwa kufikisha wachezaji wake uwanjani, hawataingia uwanjani, ama timu itashindwa kufika uwanjani, basi kuna adhabu kadhaa zimeorodheshwa pale. Inaweza ikawa timu iliyofika uwanjani kupewa pointi 3 na magoli 3, lakini pia kuna uwezekano wa kupokonywa pointi 15, lakini pia kuna uwezekano wa kushushwa daraja. Ni kanuni. Tuzingatie kwamba ni kanuni. Kanuni zimeeleza kila kitu. Kwa hiyo hii ya kusema kwamba TFF wameamua yao, sijui klabu hii haijakubaliana na hili bila kuzingatia kanuni, basi hilo nalo ni tatizo, kwa sababu kanuni ya 34 ya kuahirishwa kwa mchezo imeipa mamlaka TFF, ninarudia, imeipa mamlaka TFF kutumia sababu zenye msingi zinazokubaliwa na TFF kuahirisha mechi. Kwa hivyo ikiwa kanuni hii imetungwa kwa kuzingatia matakwa ya ligi yetu, basi hii itaendelea kutumika, na nadhani TFF wametumia busara kubwa sana kuahirisha mechi hii, kwa sababu wamezingatia kanuni na kwa kuzingatia ushahidi ambao waliukusanya, kama ambavyo barua yao ilielezwa kwamba wametumia kanuni na wameieleza kanuni walioitumia, na kwa sababu wametumia kanuni hiyo, basi hakuna haja ya mtu yeyote kupinga kuwepo kwa kanuni hiyo, kwa sababu kanuni hiyo imeipa mamlaka kufanya kile ambacho TFF na bodi zimefanya. Kwa hiyo nadhani kama kutahitajika marekebisho, basi marekebisho hayo yaanzie kwenye kanuni ya 34.1.3 ambayo inaipa mamlaka TFF na bodi kufanya maamuzi kama hayo ambayo wameyafanya. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa mnauliza kuhusiana na kanuni iliyotumika, kanuni ni hiyo hapo. Nikukumbusha tu, kama unapenda video zetu kupitia Fun Facts na Mtu Poa, hakikisha una subscribe, like, comment, lakini pia hakikisha una share. Na kama unatufuatilia kupitia mitandao mingine ya kijamii, hakikisha umetufollow, na hapo utakuwa umefanya jambo kubwa zaidi. Asante, tukutane wakati mwingine. Bye bye.